Ni vyema katika kipindi hiki tukahakikisha kwamba tunafanya ukaguzi wa msingi katika migodi ili kuepusha madhara ambayo yanaweza kusababishwa na mvua hizi ambazo kupelekea vifo au watu kuumia. Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini Mhandisi Yahya Samamba amewataka watendaji wa Tume ya Madini hususan maafisa madini wakazi wa mikoa kuimarisha usimamizi wa mazingira katika shughuli za uchimbaji wa madini kwa kuzingatia kufanya kaguzi za mara kwa mara hasa katika kipindi hiki cha msimu wa mvua ili kuzuia ajali zinazoweza kusababisha madhara makubwa ikiwemo vifo. Mhandisi Samamba ametoa wito huo wakati akifungua kikao cha pili cha baraza la pili la wafanyakazi wa Tume ya Madini kilichofanyika jijini Mwanza. Kikubwa ambacho nimewasisitiza ni kuhusu kusimamia vizuri sekta ya madini, hasa masuala ya usalama, mazingira na afya migodini. Katika kipindi hichi ambacho tunaendelea nacho, mvua zimekuwa kubwa sana. Kwa hiyo mvua hizi zinaweza kusababisha madhara mbalimbali kwenye maeneo ya migodi tusipokuwa na hali nzuri ya usimamizi. Kwa hiyo nimewaelekeza baraza ili watakaporudi katika mikoa yao, katika ofisi zao, waweze kuwapa taarifa pia wenzao kwamba ni vyema katika kipindi hiki tukahakikisha kwamba tunafanya ukaguzi wa msingi katika migodi ili kuepusha madhara ambayo yanaweza kusababishwa na mvua hizi ambazo kupelekea vifo au watu kuumia. Sisi kama nchi, sisi kama taifa, thamani ya uhai wa mtu mmoja ni bora kuliko madini au kitu ambacho tunakizalisha katika maeneo yale. Pia amesisitiza matumizi ya tehama kustiri sekta ya madini, haswa mapambano dhidi ya utoroshaji kwa baadhi wasiokuwa na nia njema. Tunafahamu kwamba tunapokuwa tunafanya shughuli hizi kuna baadhi ya watu sio waaminifu, wanatorosha madini. Kwa hiyo nimewasisitiza tutumie tehama ili kuhakikisha kwamba tunasimamia madini toka yanapozalishwa mpaka tunapoyauza. Tukitumia mifumo ya kisasa tutaweza kuepusha mambo mbalimbali ili kuhakikisha kwamba tunapata mapato stahiki ya serikali, lakini pia wachimbaji na wafanyabiashara wanaweza kunufaika na madini yetu. Unapotumia tehama inakurahisishia wewe katika usimamizi wako, lakini pia kuhakikisha kwamba hakuna hata tone moja la madini yetu yanaweza kupotea. Jambo lingine ambalo nimewasisitiza ni kuhusu uadilifu. Tunafahamu kwamba sekta ya madini ni sekta shawishi. Kwa hiyo tunapokuwa na watumishi katika ofisi zetu, tunakuwa tunakumbushana mara kwa mara kuhusu uadilifu na uzalendo kwa taifa letu ili kuhakikisha kwamba mapato yanayopatikana kupitia sekta ya madini yote yanakwenda moja kwa moja kwenye mfuko mkuu. Juu ya kikao hiki ambacho ni mara ya pili kufanyika, zimetambuliwa jitihada za wafanyakazi katika kusimamia ipasavyo sekta na sasa ni hali ya kujivunia. Ninapenda kuwashukuru na kuwapongeza kwa dhati kabisa na kwa moyo mmoja wafanyakazi wote wa Tume ya Madini kwa jinsi wanavyoendelea kujitoa kwa dhati na katika kutekeleza majukumu ya Tume ya Madini. Mheshimiwa mgeni rasmi, watumishi hawa ni wanyenyekevu, wana juhudi, wanafanya kazi kwa bidii na matokeo tunayaona. Jitihada zenu hizi tumeziona na michango yenu mikubwa katika kutatua sekta, katika kuongoza na kuinua sekta ya madini na kuinua nchi yetu kiuchumi tumeona. Baraza hili ni jukwaa la kisheria ambalo linakutanisha management na wawakilishi wa wafanyakazi ikiwa na malengo ya kupitia na kutathmini utekelezaji wa mpango kazi na bajeti ya Tume ya Madini kwa mwaka 2025-2026. Kuweka mikakati ya kufikia malengo ya utendaji kazi na kuimarisha mahusiano sehemu za kazi ikiwemo kujadili maslahi ya watumishi ili kuleta tija zaidi. Ndugu mgeni rasmi, ikumbukwe kuwa katika kikao kilichopita ulituelekeza kufuatilia maslahi ya watumishi ikiwemo swala la mishahara pamoja na incentive scheme.